Yes bwana mtazamaji wa M15 TV, niko hapa na mzee wa masaa 72 shabiki la kafu kwa ajili ya kuzungumza mengi mazuri ya kimichezo. Bwana kwema? Kwema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama, lakini pia tuko vyema kabisa, tumeamka katika Jumatatu iliyokuwa bora kabisa. Mimi nafikiri tuko salama zaidi. Sawa sawa. Bwana shabiki la kafu, chama lako Simba Sports kama vile mmechachamaa. Mmeona kupata alama mbele ya Young Africans uwanjani ni mbinde. Sasa mnataka watu wapokwe alama ili mjihakikishie nafasi ya kubeba ubingwa. Mnaona ni rahisi? Maana sakata la Mohamed Damalo ni kama vile Simba Sports mmechachamaa kweli kweli. Leo mnalipigia sana kelele. Binafsi siwezi kuungana na wenzangu kwa sababu mimi niko katika tofauti kabisa na namna ninavyoielewa mfumo wetu wa nchi na uendeshaji wa mpira wetu, kwa sababu nakumbuka maneno ya Mheshimiwa Mrisho Jagaga Kikwete, alikuwa pale kwenye siku ya Mwananchi, aliwaambia Yanga kwamba mmenyang'anywa Morrison na nyinyi mtafuteni wa kumnyang'anya. Kwa hata Simba ndio tutafuta tu namna ya kuweza kubadilisha na sisi wachezaji uraia, lakini kitu ambacho tunakifanya, mimi naamini kwenye vita hii tumefeli na tufocus zaidi uwanjani kuliko kwenye vita hii ya Damalo. Kwa katika sehemu ambayo tumefeli kwenda kufanya kitu ambacho hatutanufaika nacho ni kwenda kuhakikisha tunalazimisha Damalo kwamba alichokifanya sio sahihi, labda kusajiliwa katika wachezaji wazao, kwa sababu mtu ambaye amepitisha kama Damalo awe mchezaji mzawa ni TFF na wizara. Kwa maana tunataka kupinga maamuzi ya wizara, kwa tutakuwa tunasumbuana tu bure. Hii nguvu ambayo tunatumia kupeleka kesi kule tutumie kuwekeza uwanjani kwa ajili ya kupata matokeo. Mimi naamini itakuwa bora zaidi kuliko kuhangaika na swala la Damalo. Alafu itakuwa ni ngumu zaidi Yanga kuwakata pointi kwa namna mazingira yetu ya nchi yetu na mpira wetu namna ulivyo. Kwa hiyo ni swala ambalo mimi naamini ni swala tutakutafuta namna ya kuweza kukaa vizuri na kutengeneza timu yetu kama mambo mengine, na sisi tutafuta namna ya kwenda kufanya mazingira, kwa sababu wachezaji wako wengi. Ni kubabatiza tu. Bwana wewe raia unambabatiza uraia, mnatumika fresh. Akikataa ndipo utaratibu mwingine unafanyaje? Unafuata, kwa sababu unaenda kushindana na mtu ambaye yuko ngazi za juu, ambaye wewe anakuongoza. Ni swala gumu, unanielewa? Lakini pia watu wanaweza kalipesi ya kibudensi. Ni mazingira haya. Lakini pia ukija kuangalia kanuni za nchi yetu, tunataka mtu akae zaidi apate uraia. Unanielewa? Na kama ni mfumo wenyewe ndio huo, basi hakuna haja ya kugombana. Na sisi tuangalie mahala kama alivyosemaga mheshimiwa, waliangalia na wakaja kumwokota chama, na sisi tuangalie sehemu tunakwenda kuokota mchezaji, tunamwambia wewe Mtanzania unaona performance ya kutosha, njoo hapa ucheze, mazingira mengine yanaendelea. Lakini swala kuhangaika na kesi ya Damalo, binafsi mimi kama shabiki la kafu mzee wa masaa 72 ili siwezi kulipitisha kabisa. Ni aliingia kidini mwangu. Ni kama vile Simba kuna namna wamekosea juu ya hii. Kukosea kwake ni unaenda kufocus kitu ambacho hakina faida. Yaani ni kosa, kwa sababu unaenda kujua kabisa hapa mimi siwezi kupata faida, yani ni kosa. Unanielewa? Lakini kama angekuwa anajua kuna faida, maana yake ungeendelea kufocus. Na mimi siamini kama kuna faida ambayo sisi Damalo tutaendelea kumuona anatumika na Yanga ataendelea kucheza. Na nataka niwakumbushe kidogo. Pacome hapa alikuwa hajasajiliwa kwenye mfumo wa FIFA. Alichelewa kuingia kwenye dirisha kubwa. Baada ya kucheza mechi ya ligi na watu wakasema na bado point Yanga hakukatwa. Kwa kuna haja gani ya kusumbuana? Sio wenyewe tunajua ligi yetu kivyetu vyetu. Kama ligi yetu ni kivyetu vyetu, tutafute namna na sisi tucheze, tuendelee kucheza kivyetu vyetu. Unanielewa? Kama ni kivyetu, tucheze kivyetu vyetu. Tufocus uwanjani, sije ili likatuondoa kwenye reli. Unanielewa? Ili likituondoa kwenye reli, maana yake atakuwa sana jambo lingine. Nini tutaanza kulaumu, kwa nini serikali imetuonea, wizara labda umetuonea, bodi ya ligi imetuonea, au labda TFF wametuonea, wasajili wa wachezaji wametuonea. Huko kote mbali, twende tukalalamike uwanjani. Chukua alama 3, hata kama akisajili wachezaji 400, wewe ukichukua alama 3 ukiongoza ligi wachezaji wake 400 wanasaidia kitu? Hawasaidii chochote. Wamepata sare mchezaji wao Damalo kawasaidia. Wametoka hajafika robo finali, Damalo sali kwepo. Kwa kumbe kwepo kwa Damalo sio sababu ya msingi. Unanielewa? Cha msingi ni kuangalia sisi tuna focus vipi ili kuweza kupata matokeo. Tunahitaji ubingwa msimu huu. Hatuhitaji kesi za kupelekana kafu sio FIFA sio wapi. Ya nini hiyo yote bwana? Nataka tunaelewana. Wewe shida yako sio Damalo. Mimi shida yangu tupafanye performance mzuri uwanjani ili tuweze kupata matokeo. Ubingwa tu. Mimi naamini viongozi wakiungana vizuri na kuacha hizi mambo mengine yapite yaendelee kupita. Mimi naamini tunaweza tukachukua ubingwa hata kama Damalo wao akiwa uwanjani. Na ndio maana kila siku naomba Yanga asipoteze mchezo hata huu. Asifungwe hata mchezo mmoja, apate sare tu. Tunataka tukachukua ubingwa Yanga akiwa unbeaten, hajafungwa hata mechi moja kwenye ligi. Yaani ndio maombi yangu mimi ni hayo. Unataka? Tukachukua ubingwa msimu huu Yanga akiwa hajafungwa hata mechi moja kwenye ligi. Maombi yangu ndio hayo. Tena akiwa na Damalo wao ndani. Asiwe hajana sikosekane kabisa. Damalo yeye awepo. Tunataka tukachukua ubingwa kwa mfumo huo. Kwa mimi ninaamini kama tutafanya hivi,
kuna kitu kitakuja, lakini kuendelea na kesi ya Damalo, na hapa tuko kidogo kwenye mapumziko. Mimi nilikuwa naamini viongozi wetu wangetumia fursa kubwa kabisa kutafuta namna sehemu ambayo timu yetu imefeli kuweza kurekebisha, kama ni wachezaji na nini, kuambia jana tunaongozwa alama moja na mtani wetu, japokuwa kadondosha kidogo hapa katikati, lakini bado tunaongozwa alama moja. Tunatafuta namna gani ya kuweza kupata alama moja. Lazima tushirikiane tuwe kitu kimoja, wanachama na mashabiki, na kama kuna mchezaji huko kuna performance nzuri, swala kuongezana mikataba, hayo masuala ya kina Damalo hayo tuachie huko. Lakini pia niwaombe wizara, kuna wakati lazima tutafute namna ya kuweza kupata tiba. Umenielewa? Kwenda kumchukua mchezaji ambaye uko naye ndani na kumpa uraia. Hii ni changamoto. Mimi naamini Damalo hapa angekuwa kama Pacome vile, wala watu wasingepiga kelele. Wao wanapiga kelele Damalo kiwango chake kidogo. Unielewa? Damalo leo hii angekuwa kama, labda tuseme mfano hapa, angekuwa kama Aula au Innocent Luemba. Haya mambo yote asingepigiwa kelele. Kwa kelele zingekuwa nyingi. Hapana, tulikuwa tunatarajia kwamba ataenda kutumia timu ya taifa. Tangia badilisho la mpaka leo umetusaidia nini kwa taifa letu? Maana yake tumepata hasara. Yaani ile hasara kwenda kumbadilisha raia mtu ambaye hawezi kutusaidia kwenye taifa letu. Unanielewa? Tungeenda kumbadilisha raia mtu ambaye anatusaidia. Tutumie fursa hii kwenda kuchukua wachezaji ugaibuni kule. Unaenda tu pale PSG unamwambia wewe yule mbaya, unamwambia wewe mdengereko, twende huko. Unanielewa? Unaenda labda unaenda pale Liverpool, unamwambia ile Gomez, unamwambia wewe Gomez hujacheza Uingereza hata siku moja wewe. Wewe ni Mtanzania. Nyumbani kwako umezaliwa kaburi moja pale Posta. Makaburi ya babu yako ndio ukaliona, utaje kumuonesha kaburi moja hapo lipo, maisha mengine afanyaje? Yanaendelea. Kuna wachezaji wako wengi wa kubadilisha uraia, lakini usibadilishe uraia mchezaji ambaye hawezi kutusaidia kwenye taifa letu. Na ndio maana kelele inakuja. Leo hii angeonekana yule kwenye timu ya taifa, yote singetokea. Kwani Kibu Denis alipigiwa kelele hapa au mmesahau? Kaka watu wakasema lakini Kibu Denis alipotoa timu ya taifa akawakanda kwenye kimataifa, watu wako kelele zilisha, tukajua tumepata mchezaji ambaye atusaidia wapi? Timu ya taifa. Lakini kitendo cha kuchukua mchezaji ambaye atusaidia kwa timu ya taifa, lazima kelele za kuwepo. Hivi Yusufu Kagoma na Damalo Kamara tofauti gani? Hawana tofauti. Kwa nini umbadilishie raia? Kuna wachezaji kama hiyo kichi imeshindikana. Mashabiki la kafu mzama saa 72. Tupo tunaweza hiyo kazi. Tunaenda kumshawishi mchezaji, tunamwambia bwana wewe ni raia Tanzania, sehemu yako hii, nyumba yako hii ya urithi, tuondoke huku. Anakuja acheza timu ya taifa ya Tanzania. Hiyo kazi mimi naiweza kabisa, kwa sababu kuwaita wachezaji. Kwenda kuwaita wachezaji watusaidie kwenye timu ya taifa. Sio kuwaita wachezaji wakuja kutusaidia kuongeza wingi kwenye taifa letu. Yule ameongeza wingi na ndio maana watu wanapiga kelele. Kwa hiyo mimi ninaamini Simba atakuwa tusimame imara ili kuweza kuisaidia Simba yetu tuondokane na hizi kelele. Kwa sababu mimi nilikuwa naamini sasa hizi kwenda kuwapiga ambushi wale. Bwana wachezaji wenu wabovu, angusheni pointi. Sababu ile ambushi ya wachezaji wao wabovu, ile ilikuwa mzuri kabisa. Na wenyewe walianza kupoteana. Unanielewa? Lakini hii ambushi ambayo tunaianza sasa hizi ya Damalo, tunafeli, mafanikio hamna. Unanielewa? Ile ambushi ya wachezaji wetu, kwani alikama tutajitokeza hapa siku mbili anasema kwamba asiyosajili ni engineer. Engineer hajasajili. Kwa maana yake msajili kocha. Siku hizi Yanga ukienda kila kitu anapewa kocha, hata hela sasa hivi anatoa kocha. Na ndio maana alimwambia ili uthibitisho hilo. Ndio maana amemwambia yule Diala afanye kosa la kinidhamu, wapige faini, mashabiki wao wakachangie. Unajua wanadaiwa na wachezaji wao. Wanadaiwa. Ngoja hivi nataka nikuulize swali moja. Alichokifanya Diala hivi tunasema kwamba ukiwa uwanjani si una jasho linatoka, na jasho likitoka kidogo psychology yako inakuwa labda atempa inaweza kusema amepanda kwa neno la Kiingereza. Sasa Diala katoka chumbani kaja kuwaonyesha watu kidole, maana yake nini? Alijua mipango maalumu. Unanielewa? Watu hela hawana. Tajiri kanuna wachezaji msimu huu wameokota sana, hawana faida. Kaambia mtakuwa mwalipe wenyewe. Unanielewa? Kama nataka kuwalipa wenyewe akaambia bana sasa sikiliza hapa. Kuna watu huko hawajielewi. Cha msingi wao waoneshe dole la kati. Mashabiki wa Yanga wote wamejitokeza kununua dole la kati. Kununua. Wewe umelinunua? Sasa kama wamemchangia maana yake sio wamenunua. Unanielewa? Kwa wamejitokeza kwenda, hili ndio lilikuwa la msingi. Mwachanganye. Ndio mpira Tanzania unavyotaka. Mpira Tanzania unataka drama. Unanielewa? Unataka kelele, mpinzani akilegea ndio unapigia misumari pale. Umeelewa? Lakini sasa sio raia, sio ni raia nini? Wengine hapa tunajua raia fake. Kibao tunajua. Na mnapoa tu fresh. Maisha yanaendelea. Sisi wote wa Tanzania. Na ni wa Afrika, sio kwamba yule Damalo mzungu yule Mwafrika. Umeelewa? Ni ngozi nyeusi. Tukikaa naye anaonekana kabisa hata huyu mdengereko, unaweza kusema mdengereko huyu. Au Matumbi huyu. Unanielewa? Msukuma sasa. Msukuma. Unaweza kusema kwa sababu ni mtu mweusi. Akilisi mzungu ungejiuliza usukuma huko apatia wapi. Na nafikiri mpaka sasa hata Kiswahili maneno 10 anamaliza. Sasa una wasasi gani? Unanielewa? Kwa vitu vingine tusijitoe wenyewe kwenye reli.
ili twende tukaione Simba yetu iliyokuwa bora na vitu ambavyo vinafanyaje viko sahihi, lakini hivi vitu vingine tukivifuata vitatutoa lelini. Twende tukapigie misumari pale pale. Ukisikia kuna maumivu, twende tukagonge pale pale kwenye maumivu. Kwa sasa wewe unashauri kesi mwachane nayo. Hii kesi kama inawezekana tutupilie mbali. Yaani kuna neno waga sio kuachana nayo, tunatupilia mbali. Tunatupilia mbali. Yaani unaitupilia mbali. Hamtaki tena. Sasa ya nini? Ya nini? Kuna kitu kiko nyuma ya panzia na hakuna asiyojua. Kilichopo nyuma ya panzia hakuna asiyojua. Kwani uraia kabadilishiwa wapi? Si akiwa Singida. Yanga kaja kama nani? Yanga kama mchezaji wa mzawa. Umenielewa? Tungekuwa na maana tungedauti akiwa Singida. Na walikuwa watatu wale. Sio kuwa mmoja. Wale wengine wakalala mbele wakasema hapana, uraia ukiendelea mimi sitaki, nataka niendelee kuwa kwenye taifa langu Nigeria. Na kweli anaenda timu ya taifa. Yule mwingine akasema hapana, mimi siwezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania. Sababu mimi sina namba, yani alijua namba hana. Huyu ndo kama amekubali. Sasa kuna haja gani ya kupigizana kelele? Na wakati mtu kakubali mwenyewe. Umenielewa? Kwa hiyo na maana tungebadili kule alikokuepo kule. Kwa mheshimiwa ndo tungeenda kugandana kule bwana, hapa haiwezekani. Hakuna cha uraia. Tungeshusha daraja Singida, hata hawa singenichukua. Lakini uwezekani leo ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na msimu katumikia. Ulikuwa unangoja nini? Ulikuwa unangoja nini? Au ulikuwa unangoja futari ya Idi ya msimu huu ipite ndio uende kumtafuta uraia? Hii aibu. Yaani kuna vitu vingine sio vya kufanya Simba. Mimi yale maneno ya mheshimiwa mpaka leo hapo kichwani mwangu. Ukiona Simba wamekudhulumu mchezaji na wewe tafuta mchezaji mwingine kutoka Simba, hawajaokota mpaka leo. Sio umeokota wachezaji watatu mzima, zaidi ya watatu. Mohamed Hussein, chanielewa. Chama, umenielewa? Mkude na bado anaendelea kuokota. Walikuwa wanataka Mpanzu hapo, watu wamezimia kwenye gia, mbea tulia hapo bado kwanza. Atakuja akisha staafu mpira. Unanielewa? Kwa hata wao kama unaona kuna mchezaji yupo, wewe mwambie Mpanzu, wewe timu ya Kongo taifa, timu ya Kongo namba upati. Kwa nini wewe usiwe mtu anani wewe? Usiwe Mpale. Unanielewa? Wapale wewe kama Mpale, tunamwona wale watu kidogo kuwa Mpale. Unaambia Mpanzu kwa Mpale. Unaenda kwa Innocent yule mwambia wewe vipi? Kongo umecheza hujacheza? Sijacheza hata siku moja. Kwa nini wewe usiwe mngoni wewe? Kwa nini wewe usiwe mngoni? Unaenda kwa Rusheni Duoko vipi? Timu ya taifa umecheza? Sijacheza. Unasemaje? Kwa nini wewe usiwe Mlangi? Unampa. Manje mengine anaenda hata kelele inakuwa hamna. Alafu sasa yeye wao ndio aje kupiga kelele. Sawa. Wao wanaje kupiga kelele. Ambia hii ligi yetu kivyetu vyetu. Doze tulieni. Ndio vitu ambavyo Simba atakuwa kuvifanya, lakini hivi vingine tuachie wenyewe. Waendelee kupambana navyo. Na kama kuna sehemu sisi ngao hamna pa kushikia, haina shida. Tutengeneze timu. Umenielewa? Tutengeneze timu. Kuna sehemu wenzetu wanangaa wanashikia kwamba wanaamini kila kitu wanachokifanya kiko sahihi na wanapewa kwa wakati wakienda kuomba jambo. Wewe usipige kelele wala nini. Ukimwona mtoto wa mama analelewa na mama kwamba kimama mama nyumbani wenyewe tunaelewa kwamba kila kitu anachoomba anapewa. Wewe toka nenda katafute uone kama siku nyingine atamuomba. Wewe nenda katafute rudi pale bilionea uone kama atakuwa nenda mtoto wa kimama mama. Mama atakupenda wewe mwenye hela. Kwa hata Simba tutengeneze timu, ile timu iwe na performance nzuri uwanjani, iwe na performance nzuri kwenye uongozi, iwe performance nzuri kwenye uwekezaji. Tena hususan sasa hivi tuna katiba mpya vipata utaratibu. Umenielewa? Vikipata utaratibu, maana yake hivyo vyote tutakuwa tunavipata. Umenielewa? Leo hii Simba tajiri mchezaji bilioni 3-4. Utashinda kushindana na Raia Damalo? Hapana. Utaenda kuomba bwana sehemu unaonewa? Ukienda uwanjani unamfunga mtu goli 3-4, utaenda kulalamika sehemu unamuonea? Akatuo Simba iko nusu finali CAF Champions League na kulia Raia Damalo. Babu hivyo vitu tunavipata. Tengeneza timu. Sawa. Umenielewa? Kwani mwaka jana tulikuwepo au Raia wakati Raia Singida? Wakatoka Singida. Tulilia. Hatujalia kwa sababu tulikuwa tunacheza finali ya CAF Federation Cup. Msimu tumetola mapema ndio na kelele nyingi. Milioni wewe tumetoka mapema sasa hivi tunatafuta namna tena kwenda kujiwekeza kwenye ligi. Lakini ligi haiwezi kujiwekeza hivyo, tucheze uwanjani. Sawa. Tushinde uwanjani kwa sababu kwa mfano kama ile mechi na Pamba, tungeshinda nafikiri hapa kelele zingekuwa nini? Hata Raia Damalo singejulikana hapa. Kama ungejulia wapi? Kama kesi labda ungeenda kibubububu huko. Wala watu usingeposti. Maana yake tungekuwa tunajua tunaenda kumuongoza mtani pointi ngapi? Pointi 2. Kungekuwa na kelele? Hakuna, kungekuwa kimya. Lakini bado anaenda kumpush bwana, poteza. Sababu ile kimpumulia sasa hizi kumwambia poteza leo, poteza kesho. Chapo tu. Anaangusha tu ala. Mapema, kwani 2-2 sasa hizi tunaokota. Hatutaki tuokote 3, tunaokota 2-2. 2-2. Unaanza kulalamika mechi ya ligi wao wanaonewa. Hivi kuna ligi duniani inapewa mapumziko baada ya mapumziko madogo yale ya katikati ya msimu. Yaani katikati ya msimu mnaendelea, mko kwenye duru ya mwisho kumaliza, kuna timu inaomba mapumziko.
Wanaona nyinyi ya mchezi kama mnapumzika. Hatuchezi wapi wakati ratiba ndio inapangwa, kwani tunapanga si ratiba. Na bodi ya ligi ambayo inapanga ratiba, wao ndio walitaka msimu uliopita. Nani? Wakasema mwenyekiti ajiuzuru. Kajiuzuru, wameenda kumchagua kwao na ratiba na hapa. Bodi ya ligi msimu huu imesahau mpaka kumpa Jeni Chazi au tunzo yake mchezaji bora MVP. Mbona sasa tuongei? Tuko kimya kwa sababu tunajua hivi vitu vinafanyaje? Vinafanyika, lakini pia unaweza kukuta mzazi kuna wakati ana hali ngumu. Umeelewa? Kwa ndugu zetu wakubali kwamba timu lao bovu, lakini pia mashabiki wa Simba twende tukadidimizwa kwamba timu lao bado nini? Bovu, tunashinda. Yaani vitu rahisi kabisa. Bwana nashukuru sana. Asante sana.